Kumuinua Bwana wa majeshi, tuna neno la kutangaza wema wake na fadhili zake. Tuna neno la ajabu ambalo Bwana ameweka ndani ya mioyo yetu kwa wakati huu mwema kabisa, wakati wa kupendeza sana. Karibu ndani ya neno la matumaini na matundeva ndani ya idhaa Radio Fortune Africa. Waibrania 12 mstari ule wa 14. 12:14 ya Waibrania. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote wa utakatifu, ambao hapana mtu atakayemuona Bwana isipokuwa akuwe nao. Bwana libariki neno lake majira haya asubuhi. Nashukuru Jehova kwa neno lake, kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii, fanyeni kazi hiyo kwa bidii ya kutafuta amani na watu wote, na tena na uo utakatifu, ambaye hapana mtu awaye yote atakayemuona Bwana asipokuwa pamoja nao. Anasema hivi katika Waibrania ile 10:38, lakini mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Natamani jambo moja, endelea kutafuta amani na watu wote. Bwana akupe neema ya kuishi na amani na watu wote walioko katika ulimwengu huu. Maana Bwana anapendezwa na watu walio na amani, na moyo wako ukiwa utajawa amani ya Mungu, na uwezo wa nguvu zake ukiwa unakutawala, na kibali chake kikiwa juu yako siku zote, basi na hii njia yote unaifanye tafaulu. Maana neno la Mungu li hai. Fahamu jambo hilo, ya kwamba neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena linachoma, kugawanya na kuona vyema unapata neema ya kutosha. Lifahamuni jambo hili. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, utakatifu, ambaye hapana yeyote atakayemuona Mungu pasipokuwa nao. Asubuhi kwa neno la matumaini, asubuhi kwa neno lake Jehova, asubuhi kwa ajili ya neno lake Mungu wa Israeli, ni jambo la kupendeza kutafuta amani na watu wote. Maana ni jambo la kumuinua Mungu wa Israeli, ikiwa katika njia zako zote utamtanguliza Bwana na kutafuta amani na watu wote. Maana Mungu wetu huyu tunayemwabudu ni moto ulao, na siku zote yeye ni moto. Unapoangalia Israeli na hata mbali na Israeli, unapoangalia vijana wale watatu, linasema walipotupwa katika moto, hata moshi huku wanuka, hata lolote, hata nywele yao hata moja haikuungua. Kwa nini? Maana Mungu waliokuwa wanamtumikia ni moto ulao, na kiwango cha wao kutupwa motoni ndio walikuwa kama moto. Hakuna uzito wa moto uliowapata. Natangaza, tafuteni amani na watu wote, na kila njia yote ambayo adui amepanga kinyume chenyu haitafaulu, maana Mungu yu pamoja nanyi. Kila baya aliyopanga Jehova kwa ajili ya kuwateka, kuangusha, halitafaulu, maana Mungu yu pamoja nanyi. Tafuteni amani na watu wote. Hawa Meshaka, Shadraka na Abednego walipata neema mbele za Mungu, maana wao waliishi na amani na watu wote. Licha ya kuwa ilikuwa ni vigumu wao kuishi katika nchi sio yao, ilikuwa ni vigumu wao kumwabudu Mungu katika nchi nyingine, lakini walifahamu jambo moja, ya kwamba tunapoishi na amani na watu wote, licha wao kutudhulumu hawatatuweza, maana tuna Mungu anaye uwezo na nguvu zote. Tuna Mungu ambaye anatusaidia, tuna Mungu ambaye anatupigania. Naomba asubuhi njema kabisa upokee neema, hata mchana wa leo upokee kibali cha kukaa katika uwezo wa nguvu za Mungu, kutembea katika uwezo wa baraka zake, kukaa mahali palipo na neema ya kutosha, ya kwamba Mungu yu pamoja nawe na anakulinda katika kizazi hiki na hata kizazi kinachokuja. Usiogope, usihofu wala kuogopa lolote. Mwamini Bwana yu pamoja nawe na atakupigania. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu awaye yote atakayemuona Bwana asipokuwa pamoja nao. Na kutangazia siku hii ya leo, ya kwamba amani ya Bwana ikulinde na nguvu zake Jehova zikuonekanie. Amani ya Mungu ikulinde na ukuu wake Jehova ukulinde katika hatua zako zote. Maana watu wote watakao mtafuta Bwana katika roho na kweli, na kuishi katika kumtumikia yeye, licha ya kuwa wanaweza pitia katika hali za changamoto za kidunia, lakini Bwana atawalinda na hatua zao zote. Tafuteni amani na watu wote,
amani. Popote ulipo mzee, tafuta amani. Popote ulipo mzee, tafuta amani. Popote ulipo kijana, tafuta amani, na Mungu atakusaidia. Licha ya hali ulionayo, uwezo na nguvu zake hazitakuacha. Natangaza asubuhi ya leo kwa watakatifu wote, kulingana na maandiko, tafuteni kwa amani na bidii na watu wote. Wekeni bidii kwa kutafuta amani. Taifa, tafuteni amani na taifa lingine. Jirani, tafuta amani na jirani mwingine. Mtoto, tafuta amani pamoja na mzazi. Mzazi, tafuta amani pamoja na mtoto. Ndugu na dada, tafuteni amani. Amani ikiwa ndani yenu, ushindi, baraka na nguvu za Mungu zitawatangulia siku zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako limekuja kwetu, tumelipokea, neno la matumaini. Mlinde mtumishi wako, mbariki popote alipo, mhifadhi na umtende mema, maana wewe ni Mungu. Nani kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana wa majeshi walinda, watunze na wabariki sana popote mlipo. Waje siku hii, siku ya baraka sana. Tunasema prayer day, siku ya maombi. Nikiamini popote ulipo, Bwana hatakuacha, Bwana atakusaidia, na zaidi ya yote atakuonekania katika hatua zako zote ambazo ziko mbele yako. Nasema hivi, ni jambo la kupendeza sana. Endelea kusimama kituo hiki kifedha, na Mungu atakubariki sana. Tunahitaji boost kazi yetu. Tunahitaji tupe jeki kwa ajili ya kazi hii, maana tunatamani kupata transmitter, mtambo wa nguvu na uwezo peperushi na kutupa sauti zetu kwa njia nzuri, kwa njia FM. Maana tunatamani kuvuka pia tufike FM, maana mitandao yote tumetamba, neema imetosha. Basi tunakuja mbele zako ili upate nafasi nzuri ya kusimama kituo hiki. 625 ndio paybill number, na account number ni 01245085217800. Kwa wapenzi wa tin number ni 4561468. That is our tin number. Mungu awabariki sana, watende mema mnaposimama na kituo hiki, mnaposimama na idhaa hii, na baraka za Mungu zitawalinda na kuwatunza milele. Asante popote mlipo, neema iwatoshe na iwaguze milele. Deva Matthew ndio jina langu. Imekuwa ni neno la matumaini, na neno litadumu milele. Asante na karibu.